بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tunaendelea na kitabu chetu cha At-Tajrid As-Sarih li Ahadithi Al-Jami' As-Sahih Imam Az-Zabidi, kifanya ikhtisari Sahihu Al-Bukhari. Bado tupo kwenye kitabu Mawaqiti Salah, kitabu kinachozungumzia nyakati za swala. قال نسيما: باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. Babu, mlango unaozungumzia man kariha, yule aliyechukia, an yuqala lilmaghribi, iitwe swala ya magharibi al-isha. Kuitwa ni al-isha bimaana ni makruhu salatul maghribi ukayita ni salatul isha, au wakati wa maghribi ukawita ni al-isha. Ni jambo makruhu, jambo lenye kuchukiza. Anasema عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه، بكل حديث كتب عبد الله بن مغفل المزني الله مرضيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومتوما مسيما: لا تغلبنكم الأعراب، msiache mabedui kukushindeni nyinyi. La taghlibannakum al-a'rabu, msiache mabedui kukushindeni nyinyi juu ya kuliita au kulibadilisha jina ambalo nyinyi mmeliita, ala ismi salatikum al-maghribi, juu ya jina la swala yenu ya maghrib. Msiwaache mabedui wakushindeni juu ya kulibadilisha jina ambalo nyinyi mmeliita la swala yenu ya maghrib, ya swala yenu ya maghrib. Na salatu al-maghribi, jina hili al-maghrib, jina hili ni tasmiya shar'iyya ambayo ni thabita, ni jina ambalo limethibiti la kisheria kuitwa salatu al-maghribi, kuita salatu al-maghrib. Qala, akasema Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani: wa taqulu al-a'rabu, na mabedui hao wa vijijini huwa wanasema na kuiita ile salatu al-maghrib hiya al-isha, huwa wanaita ni al-isha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia masahaba kwamba msiache wale watu wa vijijini wakakushindeni nyinyi mpaka wakafikia kiwango cha kubadilisha jina ambalo nyinyi mmeliita na limethibiti kisheria la salatu al-maghribi, ambalo wao wanaliita al-isha. Na
mabedui walikuwa salatu al-maghrib wakiita isha. Moja ya sababu waliokuwa inawapelekea hivyo ni khalquhum, ni ule kujichanganya kwao baina wakati al-maghrib wa wakati al-isha, kule kuchanganyikana kwao au kujichanganya kwao, kushindwa kupambanua muda gani wa salatu al-maghribi na muda gani ni wa salatu al-isha. Kwa walikuwa wanauita muda wa maghribi wanauita ni al-isha. Kwa hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anawakataza masahaba na waislamu jumlatan wote kwamba wale ambao wamelibadilisha jina la kisheria lililothibiti katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasikushindeni, msiwaache wakakushindeni ikafikia lile jina la kisheria likapotea likawa limezoeleka jina ambalo halijathibiti katika wakati huo. Ana Aisha radhiyallahu anha pia imepokelewa hadithi kwa Aisha Allah mridhie, qalat, nasema a'tama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. A'tama, neno a'tama linatokana neno al-atamatu, na neno al-atamatu lina maana al-ibta, kuchelewesha. Kwa maana ukisema a'tama shay, maana yake pindi anapokichelewesha kitu. A'tama Rasulullah, alichelewesha Mtume sallallahu alaihi wasallam lailatan, usiku mmoja, bil ishai, salatu al-isha. Alichelewesha Mtume siku moja salatu al-isha mpaka kwenye wakati wa atama ambao ni thuluthul layl al-awwal. Wakati wa al-atama ni wakati wa thuluthi ya usiku ya mwanzo. Kwa alichelewesha kuiswali salatu al-isha ili kwenda mpaka akaiswali wakati wa thuluthi ya usiku ya mwanzo. Ndio anasema a'tama Rasulullah, alichelewesha Mtume alayhi salatu wasalam lailatan, usiku mmoja, bil ishai, salatu al-isha. Na alichelewesha hilo, anasema wadhalika, na muda huo ambao waliochelewesha ilikuwa qabla an yafshu al-islamu, ulikuwa ni kabla Uislamu haujaenea. Qabla an yafshu al-islam, ilikuwa ni kabla Uislamu kuenea na kuzagaa na kutambaa kwenye miji mbalimbali. Falam yakhruj hatta qala Umar, Mtume hakutoka kuja kuiswali mpaka aliponadi kwa sauti ya juu Umar, nama nisau wasibyanu. Mtume alitoka nyumbani kwake kuja kuiswalisha salatul isha pale aliposikia sauti ya Umar inasema nama nisau, wamelala wanawake, wasibyanu, na watoto wadogo, muda tayari umeshafika tuswali. Fakharaja, Mtume akatoka sallallahu alaihi wasallam, faqala li ahli almasjid, Mtume akawaambia waliomo msikitini, ma yantadhiruha ahadun min ahli al-ardi ghayrakum manqaba. Mtume akawaambia haisubiri swala hii ya isha kwenye wakati huu wa atama isipokuwa nyinyi. Bimaana katika mji huu wa Madina katika wakati huu hakuna yeyote ya mwenye kuiswali swala hii isipokuwa nyinyi. Ma yantadhiruha, haisubirihi sala ahadun, yoyote, min ahli al-ardi, katika watu wa mji huu wa Madina, ghairakum, isipokuwa nyinyi. Nyinyi ndio pekee yenu nyinyi mnaisubiria hii salatu al-isha kwa wakati huu. Hadithi hii pia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inathibitisha wazi kwamba inajuzu na inafaa vile vile kuichelewesha salatu al-isha mpaka wakati wa nini? Wa atamatun, wakati wa atamatun. Na ni wakati gani? Tumesema ni wakati wa theluthi ya mwisho au theluthi ya mwanzo ya usiku, theluthi ya mwanzo ya usiku.
Na katika hadithi hii pia panabainisha wakati wa salatul isha ambao ni thabita, ni kwamba wakati wa salatul isha unakuwa baada an yaghiba ash-shafaq al-ahmar, ule uzi mwekundu na ule utando mwekundu unapokuwa umepotea, huo ndio mwanzo wa wakati wa salatu al-isha unapoanzia. Katika mawingu kule kuna utando mwekundu na kuna hali ya rangi nyekundu nyekundu hutanda kule, ile hali ikiondoka ndio mwanzo wa wakati wa salat al-isha. Bimaana wakati huo maana yake giza linapokuwa limeshaanza kuingia, na wakati huu unakwenda wa salatu al-isha, wayamtaddu waqtuha, na unarefuka wakati wake ila thuluthi al-layli al-awwal, mpaka theluthi ya usiku ya mwanzo. Huo ndio mwisho wa salatu al-isha. Nazungumza masaa 5 huko na nusu, dakika 40. Huo ndio wakati wa mwisho wa salatu al-isha. Na kwenye kupima wakati huu, kuijua theluthi ya usiku, ni kuangalia wakati gani usiku unaingia, yani wakati wa gani usiku unamalizika. Na jambo la mwisho katika hadithi hii ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alichelewesha mpaka pale ambapo watoto walipokuwa wamelala na wanawake wakawa wamelala, ndio akaiswali salatul isha. Na tulipita nyuma kule tumeona kama Mtume alikuwa anachelewesha salatul isha, alikuwa akitoka nje akawaona maswahaba wamejizana wako wengi, anaiwahisha. Akitoka pia akiwaona wamechelewa hawajaja wengi, basi alikuwa pia vile vile afanyaje, anaichelewesha. Qala babu fadhli al-isha. Tume pia nasema muallif anasema mlango unazungumzia fadhila za salatu al-isha, mlango unazungumzia fadhila ya salatu al-isha. An Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala, anasema Abu Musa al-Ash'ari Allah amridhie, kuntu ana wa ashabi alladhina qadimu ma'i fi safinati, kuntu nilikuwa ana wa ashabi, mimi na jamaa zangu, alladhina ambao kwamba qadimu ma'i, tuliokuja au waliokuja pamoja na mimi, fi safinati, katika safina. Musa al-Ash'ari anasema nilikuwa mimi na jamaa zangu ambao tuliokuja pamoja katika safina, katika meli au jahazi. Na hapa Abu Musa al-Ash'ari anawakusudia ni wale muhajiratu al-bahri, anawakusudia muhajiratu al-bahr, bimaana anawakusudia wale muhajiruna waliohama kuelekea Habasha, walikuwa wanaelekea Habasha. Sasa kile kipindi ambapo wanarejea kutoka Habasha kuja zao Madina mwaka wa 7, baada ya kusikia taarifa ya kwamba Madina Makka, baada ya kusikia kwamba Makka kuna hali nzuri, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshahamia zake Madina, ule ugomvi umeshaisha, kile kizuizi Mtume kimeshamuondoka. Kwa Abu Musa al-Ash'ari akawa anarejea zake katika mji wa Madina, yeye na watu hao. Qala sema qadimu ma'i fi safinati nuzulan fi baqi'i Buthana. Nuzulan, tulikuwa mimi na jamaa zangu tukitokea, au ambao tuliokuwa nao katika tuliokuja nao kwenye safina, nuzulan, kwa ajili ya kuteremka, fi baqi'i Buthan, katika bonde linaloitwa Baqi'i Buthan. Na baqi'i maana yake ni ardhul muttasi'. Baqi'i ni ardhi iliyokuwa pana yenye miti ya sampuli mbalimbali. Kwa ajili ya kuteremka katika Baqi'i, kwenye bonde la Baqi'i Buthan, Madina. والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة, na Mtume alikuwa Madina sallallahu alaihi wasallam. Kwa tulikuwa mimi na jamaa zangu tuliokuja
katika jahazi wa kuteremka kwenye Baqi' Butahani pale, tukawa tumeteremka na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa Madina. Walipofika huko Madina, fakana ay an-nabiy, alikuwa Mtume yatanawabu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda salati al-isha kulla laylatin nafarun minhum. Alikuwa Mtume alayhi salatu wasallam yatanawabu, ana pishanisha au nasema alikuwa anawapa niaba badali inda salati al-isha, wakati wa salatu al-isha, kulla laylatin, kila usiku, nafarun minhum, kikundi miongoni mwacho, kikundi miongoni mwao, yatanawabu ay yatabadalu, anabadilishana النبي عند صلاة العشاء كل ليلة، كلا usiku, na nafaru minhum, na kikundi miongoni mwao. فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم فوافقنا tukawafikiana sisi siku hiyo النبي صلى الله عليه وسلم kwa kukutana na Mtume alayhi salatu wasalam, ana wa ashabi, mimi na maswahaba zangu, walahu ba'dhu shughli fi ba'dhi amri, akiwa Mtume na baadhi ya kazi katika baadhi ya mambo yake. Inasema alikuwa katika baadhi ya mambo yake ya shughuli, ilikuwa ni kwenye tajhizu jaish, ni kuliandaa jeshi. Kwa siku hiyo tukawa tumewafikiana kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi na jamaa zangu, na Mtume akiwa na baadhi ya shughuli na kazi katika baadhi ya majambo yake. Fa'atama bisalati, akaichelemesha swala Mtume alayhi salatu wasalam, hatta ibharra al-layl, mpaka ulipoingia nusu ya usiku, mpaka ulipoingia nusu ya usiku. Thumma kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kisha Mtume akatoka, fasalla bihim, akawasalisha. Falamma qada salatahu, na pindi alipomaliza swala yake, qala liman hadarahu, aliwaambia wale waliohudhuria naye, ala rislikum, pole pole, emsubirini kidogo, abshiru, pateni bishara njema, inna min ni'mati llahi alaykum, hakika miongoni mwa neema za Allah juu yenu, annahu laysa ahadun minan nasi, kwamba ilivyo hakuna mtu yoyote katika watu, yusalli hadhihi sa'ata ghayrukum, anayeswali wakati huu kinyume na nyinyi. Kwa hiyo tendeni pole pole, ala rislikum, subirini kwa upole, abshiru, pateni bishara iliyokuwa njema, kwamba hii ni katika neema ya Allah aliyokuneemesheni nyinyi wakati huu. Hakuna mtu hata mmoja mwenye kuswali wakati huu kinyume na nyinyi. Au qala, au walisema, ma salla hadhihi sa'ata ahadun ghayrukum, hajaswali katika wakati huu yoyote kinyume na nyinyi. La yadri aya alkalimatayn qal, Abu Musa al-Ash'ari anasema la yadri, Abu Musa al-Ash'ari akiwa hajui aya alkalimatayn qal, ni yapi maneno mawili aliyasema. Je, alisema annahu laysa ahadun minan nasi yusalli hadhihi sa'ata ghayrukum, au alisema ma salla hadhihi sa'ata ahadun ghayrukum? Qala Abu Musa al-Ash'ari, Musa al-Ash'ari anasema, faraja'na, tukarejea sisi baada ya kuiswali swala hiyo majumbani kwetu. Faraja'na fafarihna, tukafurahi sana, bima sami'na min rasulillah, kwa kile ambacho tumekisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya hawa kuwa wanafika kwa makundi,
wakitokea Habasha, hawa wakifika leo hii na swali, kifika hawa kesho na swali. Sisi tukafika Abu Musa al-Ash'ari na wenzake, tukawafikiana tena siku hiyo na Mtume ndiye ambaye aliyekuwa akiwasalisha watu, mimi na maswahaba zangu. Lakini tulimkuta siku hiyo pia Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko na kazi katika baadhi ya majambo yake ya kuandaa jeshi lake, kuandaa majeshi kwa ajili ya maandalizi ya kivita. Anasema sasa siku hiyo Abu Musa al-Ash'ari, Mtume sallallahu alaihi wasallam alichelewesha swala mpaka walipoingia usiku, nusu ya usiku, kisha ndo alitoka akawasalisha watu. Na baada ya kuwasalisha akawaambia waliopo, ala rislikum, subirini polepole, msiondoke kwa haraka, pateni bishara njema. Bimaana abashiru, pateni bishara njema, bifadli hadhihi salati, kwa fadhila ya swala hii mlioiswali wakati wa usiku. Wa hiya salatu al-isha, nao ni swala ya isha ambayo tayari nama nisau wasibyan, watoto wameshalala na wanawake wote wameshalala. Kwa inabainisha hadithi hii ya kwamba yule mwenye kuiswali salatu al-isha fi akhiri waqtihi, kwenye wakati wake wa mwisho, aliyekuwa watoto wameshalala na wanawake pia wameshalala, ana bishara njema. Na ndio maana Abu Musa al-Ash'ari akasema faraja'na fafarihna, tulirejea na tukafurahi. Na hii ndiyo fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo sisi tunafundishwa na Qur'ani. Pale ambapo mnapokuwa na neema na khairi na manfaa, basi ni kufurahi bila ya kuzua kitu chochote, kwa sababu hapa hadithi inasema inna min ni'mati llahi alaykum, miongoni mwa neema za Allah juu yenu ni nyinyi kuwafikishwa kuiswali swala hii wakati wa mwisho wa usiku, kinyume na mtu yoyote katika mji wa Madina. Abu Musa al-Ash'ari akasema faraja'na fafarihna, tuliporejea majumbani kwetu tukiwa tuna furaha. Qul bifadlillahi birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Neema hii ya fadhila ya kuwa ni Uislamu, neema hii ya wao kudiriki salatu al-isha kwa wakati wa mwisho, na pia neema ya kupewa bishara na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Abu Musa al-Ash'ari akasema fafarihna, furaha yao haikuwa na ziada yoyote, furaha yao haikuwa na namna yoyote mpya kama furaha ya watu wengine, kalla. Na jambo la mwisho katika hadithi hii, Abu Musa al-Ash'ari rawi al-hadithi, panasemwa chini hapa ni kwamba la yadri ayyal kalimataini qal, hapajulikaniki ni neno gani kati ya mawili alinisema. Hii ndo amanatul ilmiya, ni amana ya kielimu. Matamshi yote yamehifadhiwa, yamewekwa. Tamshi la kwanza, ahadun laysa ahadun minan nasi yusalli hadhihi sa'ata ghayrukum, tamshi la kwanza. Tamshi la pili, ma salla hadhihi sa'ata ahadun ghayrukum. Kisha mwisho yapakasemwa la yadri ayyal kalimataini qal, hapajulikaniki ni lipi neno kati ya haya mawili aliyosema. Hii ni amanatun ilmiya, amana ya elimu ambayo imehifadhiwa na imetunzwa. Imma itakuwa ni hilo neno la mwanzo au litakuwa neno la mwisho, lakini yote yamehifadhiwa kwenye vitabu kama hivi. Kwa hiyo ndani ya hadithi hii pia tunaona neema ya amanatul ilm, neema ya amana ya kielimu, na kubwa ni kwamba ni fadlu salati al-isha, ni fadhila ya salatu al-isha. Inajuzu, inafaa tukaichelewesha salatu al-isha ila al-atama, kwa upakepa na muhadhara ukarefuka ukaenda mpaka saa 4, la basi, labda iwe kwamba kuna dharura baadhi ya watu, lakini tukaurefusha tukaenda mpaka saa 3, saa 4, fala mani, hakuna kizuizi chochote, kwa sababu muda wa salatu al-isha bado upo mpaka ila al-atama. Na yule ambaye anaona
anakuwa pana uzito wake basi ana maamuzi juu yake kwa lile ambalo linalomsimu. Lakini kuichelewesha salatul isha ni jambo pia limethibiti mpaka watoto walale, mpaka na kina mama walale, ila thuluthi al-layl al-awwal, mpaka thuluthi ya mwanzo ya usiku. Na mwisho tumeona pia ya kwamba nyakati za swala ziko za aina mbili, kuna wakati wa mwanzo na kuna wakati wa mwisho. Kwa hiyo wakati wa mwisho wa salatul isha ndio huo, sio yale ambayo wanayadhani baadhi ya watu ya kwamba salatul isha inaishia muda wa kusimama salatul fajr. La, kama salatul isha muda wake wa kuishia ni ule muda wa kusimama salatul fajr, hapana. Huu ndio muda wa salatul isha ambao ameutaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa chelewesha unavyochelewesha, vuta na vuta, lakini angalia thuluthul layl al-awwal, theluthi ya mwanzo ya usiku inaanzia saa ngapi kwa mujibu wa nyakati za maeneo uliopo wewe. Chukua ule muda ambao usiku unaingia na uchukue muda ambao usiku unaisha, halafu ugawe ule mara tatu. Utauona kuna theluthi ya mwanzo, kuna theluthi ya katikati na kuna theluthi ya mwisho. Kwa ile theluthi ya mwanzo ile theluthi ya mwanzo ile 1/3 ya mwanzo, ule ndio wakati wa mwisho kumalizikia kuiswali salatul isha. Ukiingia thuluthul al-awsat, thuluthi ya katikati ishaondoka, ishaisha muda wake. Thuluthul akhir, thuluthi ya mwisho tayari ushaondoka kabisa. Kwa ile dhana ya baadhi ya watu ya kusema kwamba muda wa salatul isha upo, nitaswali saa 9 usiku, nikiamka anaswali salatul layli, qiyamul layl, kisha anaanza na salatul isha, kisha anaunganisha na qiyamu al-layl. Hada lam yathbut, hili hajathibiti. Ni kweli Mtume alichelewesha salatul isha, lakini alichelewesha ila al-atama, mpaka kwenye wakati wa al-atama. Wallahu tabaraka wa taala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.